Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na waandaaji wa maandamano yanayopinga uhamiaji nchini humo, ikiwa ni pamoja na Ngizwe Mchunu na Konskuna Pakeli Umkatahi Ndamba. Mkutano huu umefanyika kabla tarehe ya mwisho ya Juni 30 iliyowekwa na waandamanaji ambao walitaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini Afrika Kusini. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa changamoto za uhamiaji zinapaswa kushughulikiwa kupitia mifumo ya kisheria na serikali husika, akibainisha kwa utekelezaji wa sheria si jukumu la watu binafsi au makundi ya waandamanaji. Aidha, amewataka raia wa Afrika Kusini kukataa vitisho, vurugu na vitendo vyovyote visivyo na kisheria vinavyolenga raia wa kigeni wanaoishi nchini humo. Mvutano umeongezeka nchini Afrika Kusini baada ya polisi kusambazwa katika maeneo mbalimbali kufuatia hofu kwamba maandamano yanayopinga uhamiaji yanaweza kugeuka kuwa ya vurugu. Maandamano hayo yamekuja sambamba na kile kinachotajwa kuwa tarehe ya mwisho sio rasmi iliyowekwa na baadhi ya wanaharakati wanaotaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa polisi, watu zaidi ya 25,000 tayari wamerejeshwa katika nchi zao, wengi wao wakitoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopingwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda kageuka kuwa vurugu. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Katika kitongoji cha Yovile, baadhi ya waandamanaji walirusha mawe na kuvunja madirisha ya majengo, huku watu 5 wakikamatwa mjini Soweto kwa tuhuma za kuhusika na uporaji wa duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na waandaaji wa maandamano yanayopinga uhamiaji nchini humo, ikiwa ni pamoja na Ngizwe Mchunu na Konskuna Pakeli Umkatahi Ndamba. Mkutano huu umefanyika kabla tarehe ya mwisho ya Juni 30 iliyowekwa na waandamanaji ambao walitaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini Afrika Kusini. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa changamoto za uhamiaji zinapaswa kushughulikiwa kupitia mifumo ya kisheria na serikali husika, akibainisha kwa utekelezaji wa sheria si jukumu la watu binafsi au makundi ya waandamanaji. Aidha, amewataka raia wa Afrika Kusini kukataa vitisho, vurugu na vitendo vyovyote visivyo na kisheria vinavyolenga raia wa kigeni wanaoishi nchini humo. Mvutano umeongezeka nchini Afrika Kusini baada ya polisi kusambazwa katika maeneo mbalimbali kufuatia hofu kwamba maandamano yanayopinga uhamiaji yanaweza kugeuka kuwa ya vurugu. Maandamano hayo yamekuja sambamba na kile kinachotajwa kuwa tarehe ya mwisho sio rasmi iliyowekwa na baadhi ya wanaharakati wanaotaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa polisi, watu zaidi ya 25,000 tayari wamerejeshwa katika nchi zao, wengi wao wakitoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopingwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda kageuka kuwa vurugu. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Katika kitongoji cha Yovile, baadhi ya waandamanaji walirusha mawe na kuvunja madirisha ya majengo, huku watu 5 wakikamatwa mjini Soweto kwa tuhuma za kuhusika na uporaji wa duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na waandaaji wa maandamano yanayopinga uhamiaji nchini humo, ikiwa ni pamoja na Ngizwe Mchunu na Konskuna Pakeli Umkatahi Ndamba. Mkutano huu umefanyika kabla tarehe ya mwisho ya Juni 30 iliyowekwa na waandamanaji ambao walitaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini Afrika Kusini. Rais Ramaphosa amesisitiza kuwa changamoto za uhamiaji zinapaswa kushughulikiwa kupitia mifumo ya kisheria na serikali husika, akibainisha kwa utekelezaji wa sheria si jukumu la watu binafsi au makundi ya waandamanaji.
Aidha, amewataka raia wa Afrika Kusini kukataa vitisho, vurugu na vitendo vyovyote visivyo na kisheria vinavyolenga raia wa kigeni wanaoishi nchini humo. Mvutano umeongezeka nchini Afrika Kusini baada ya polisi kusambazwa katika maeneo mbalimbali kufuatia hofu kwamba maandamano yanayopinga uhamiaji yanaweza kugeuka kuwa ya vurugu. Maandamano hayo yamekuja sambamba na kile kinachotajwa kuwa tarehe ya mwisho sio rasmi iliyowekwa na baadhi ya wanaharakati wanaotaka raia wa kigeni wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa polisi, watu zaidi ya 25,000 tayari wamerejeshwa katika nchi zao, wengi wao wakitoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopingwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda kageuka kuwa vurugu. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Katika kitongoji cha Yovile, baadhi ya waandamanaji walirusha mawe na kuvunja madirisha ya majengo, huku watu 5 wakikamatwa mjini Soweto kwa tuhuma za kuhusika na uporaji wa duka linalomilikiwa na raia wa kigeni.